jinsi walivyomtumikia. Ni vizuri tunapowaza kuhusu kumtumikia Mungu, tunafahamu kwamba sio sisi tunaoanza kutumika, lakini tunafahamu kabisa ya kwamba Mungu alianza kuwatumia watumishi wake vizazi na vizazi vilivyopita, na sisi tunajifunza kutoka kwao jinsi ya kuendelea kumtumikia Mungu. Na tunaona katika kumtumikia Bwana katika maisha yetu, na kwa kufanya hivyo yeye anaweza kutuwezesha na kututumia kwa viwango vya pekee. Andiko letu la kufungua somo letu katika Yoshua 24:15 ni andiko tunalolifahamu, lakini nataka liwe andiko letu la msingi tunapoangalia mifano katika Biblia ya watu waliomtumikia Mungu na jinsi walivyomtumikia. Na mahali hapa tunatamani kwamba haya tutakayokuwa tukiangalia siku ya leo yawe chachu ya kila mmoja wetu, yawe hamasa kwa kila mmoja wetu, iwe msukumo na nguvu kwenye maisha ya kila mwana agape, kujua ya kwamba Mungu aliwatumia wenzetu na hajamaliza kutumia watu, bado anaweza kututumia na sisi pia, kama tukikusudia, tukidhamiria kujua ya kwamba Bwana anataka kututumia. Katika Yoshua 24:15 Biblia inasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katikati yao, lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Tuombe. Baba yetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, yabariki maneno yako asubuhi ya leo. Sema nasi Bwana, tufundishe kweli yako, tuelekeze Bwana na kutujenga katika kusudi lako. Tuwezeshe kujifunza kutoka kwa wenzetu waliokutumikia na kuona jinsi walivyokutumikia, iwe hamasa na msukumo wa maisha yetu siku ya leo. Ibariki neno lako, nitumie kama chombo, kwa Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu, amen. Wote tunafahamu katika andiko ambalo tumesoma ni mahali ambako mtumishi wa Bwana Yoshua alifika mahali wana wa Israeli walikuwa kama wanakuwa njia panda kuona nini cha kufanya. Akaileta changamoto mbele yao na kuwaambia, ni vizuri mfanye uchaguzi wa kujua ni nani wa kumtumikia. Na anawaambia, kama mnataka kutumikia miungu inayowazunguka. Unajua, kwenye maisha hakuna asiye na bwana wa kumtumikia. Maana usipompa nafasi Mungu ya kumtumikia, kuna mvamizi anayetokeaga kwa watu wasiotumikia Mungu aliye hai, na shetani huyavamia maisha ya watu na kuanza kuwatumikisha na kuwapa wajibu ambao sio kusudi la Bwana kwenye maisha yao. Lakini Yoshua anawaambia wale watu, mchague hivi leo mtakayemtumikia. Lakini akaweka hitimisho lake, akasema, lakini kwa upande wangu mimi kama Yoshua, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na ninaomba yawe ni maamuzi ya kila mmoja kibinafsi asubuhi ya leo, kwamba wakati wengine wanajifikiria wafanye nini, wakati wengine wanafikiria wamtumikie nani, wakati wengine wanafikiria wafanye maamuzi yapi, waendelee au wasiendelee, lakini yawe ni maamuzi ya moyo na maisha yako, kwamba hata wengine wote wasipokuwa na maamuzi, wewe unayesikia neno hili la Bwana asubuhi ya leo, uwe na maamuzi na kauli kama Yoshua, kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na mimi naungana na Yoshua asubuhi ya leo, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana, na kuita na wewe katika jina la Bwana. Hii ni fursa, hii ni nafasi ya kumtumikia Bwana katika maisha yetu. Na tunaona andiko hili linaweka msingi wa uamuzi binafsi na wa hiari wa kumtumikia Bwana. Yoshua anachokizungumza mahali hapa, kumtumikia Bwana. Watu wanaomtumikia Bwana hawamtumikii kwa maamuzi ya kundi, hawamtumikii kwa maamuzi ya familia, hawamtumikii Mungu kwa maamuzi ya ukoo na jamii walionayo, lakini maamuzi ya kumtumikia Bwana ni uamuzi binafsi na wa hiari. Na tamani asubuhi ya leo Bwana apande hiari ndani ya moyo wako, apande utayari ndani ya moyo wako, na ufanye maamuzi ya binafsi kwamba tuna wajibu wa kumtumikia Bwana.
Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, kumtumikia Mungu ni wito wa kila mwamini, bila kujali umri, cheo au mahali alipo. Unajua, wakati mwingine watu wanafikiri umri fulani ndo mtu anaruhusiwa kumtumikia Bwana, au mtu akiwa na cheo fulani ndio anafaa kumtumikia Bwana, au mtu akiwa mahali fulani ndiko anaweza kumtumikia Bwana. Biblia takatifu inatupatia mifano ya watu wengi waliomcha Mungu na kumtumikia kwa uaminifu, akiwemo Ibrahimu, Musa, Daudi, Daniel, Mariam, Yesu Kristo na mtume Paulo pia ni baadhi ya watu ambao Biblia inawataja. Watu hawa wote tunafahamu walipokuwa wanatokea mbele za Bwana hawakuwa na sifa, hawakuwa wakamilifu, lakini Mungu aliwapa neema ya kuwatengeneza kuwa na nini? Kuwa na sifa na kuwakamilisha. Tunaona watu hawa kilichowapa nafasi ya kumtumikia Mungu, walikuwa tayari kujitoa, walikuwa tayari kutii na kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, na Mungu akawawezesha na akawakamilisha. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapoangalia utumishi wa watu hawa na jinsi walivyotumika, inatuambia pia na sisi, hata kama kuna mapungufu, hata kama unaona viwango vyako haviridhishi, hata kama unaona huwezi kufanya, lakini nataka nikuambie, walikuwepo watu ambao walikuwa wanapewa majukumu ya kusema kama wakina Musa, lakini walikuwa hawana uwezo wa kusema. Bwana aliwaamini hata kama hawana uwezo wa kusema. Lakini tunaona wengine walikuwa ni wadogo kama Yeremia, Isaya. Wanapotumwa na Bwana anasema, Bwana, mimi ni mtoto, siwezi kutumika katika kile ulichoniitia. Lakini tunaona Bwana anavuka vizuizi vya umri na kuambia ya kwamba mimi ndiye nayetaka unitumikie. Watakatifu wa Bwana, kwa tofauti zetu tulizo nazo mahali hapa, Bwana anaweza kutuunda na kututengeneza tukawa watumishi wake. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunaona kupitia maisha yao tunajifunza kwamba utumishi wa kweli hauanzi kwa uwezo wa mwanadamu, bali kwa moyo unaompenda Mungu na ule moyo ulio tayari kufanya mapenzi yake. Na waita asubuhi ya leo, kumtumikia Bwana hakuanzi kwa uwezo wetu, hakuanzi kwa elimu yetu, hakuanzi kwa nguvu yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mnakumbuka Petro alikuwa ni muoga, hata alimkana Yesu. Lakini mnakumbuka baada ya kujiruhusu na kukubali kupatikana mbele za Bwana, na alipopakwa mafuta ya Roho Mtakatifu, tunamuona Petro aliyekuwa anakimbia sasa anasimama kwa ujasiri na kuhubiri, na watu wengi wanamuijia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tuangalie mifano ya watu hawa waliomtumikia Mungu na jinsi walivyomtumikia. Na wewe ufanye maamuzi siku ya leo, na ileta mifano hii kuuchokoza moyo wako, kwamba watu waliotumiwa na Mungu hawakuwa watu mashuhuri sana. Watu waliotumiwa na Mungu hawakuwa watu wenye uwezo mkubwa sana. Watu waliotumiwa na Mungu hawakuwa na vigezo, walikuwa na mapungufu mengi, lakini waliposhirikiana na Mungu, Mungu akafanya kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Ninyi mnafahamu hata ukilichukua panga haliwezi kukata mti peke yake, lakini panga linapofanikiwa kuwa mikononi mwa mtu mwenye nguvu, unashangaa miti inaanguka, vitu mambo yanabadilika kwa kutumia panga ambalo likikaa peke yake haliwezi kufanya chochote. Hivi ukikuta kisu kimedondoka kiko njiani na ukaona kisu kilichoshikwa na mtu anayekuja kwako, utaogopa kipi? Halo? Kilichoshikwa, kwa sababu kisu ambacho hakiko mkononi mwa mtu hakitishi. Halo? Lakini kisu kilichoshikwa mkononi mwa mtu utapata hofu kwamba huenda kuna tukio linataka kutokea. Nataka niwaambie, sisi ni kisu cha Mungu. Wewe ni panga la Mungu. Usipojiruhusu kwa mkononi mwake, shetani hatishiki wala haumbabaishi,
wala hana agenda na wewe. Kisu kilicho chini unaweza tu ukakipiga teke kikaondoka, lakini uwezo ukakipiga teke kisu kilicho mkononi mwa mtu. Watakatifu wa Bwana, ninakuita utoke pale chini ulipo, ingia mkononi mwa Bwana, ili Bwana aanze kukutumia na makusudi makubwa ya Bwana yatatokea. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu wa kwanza tunamuona baba yetu wa imani Ibrahim, na kwake tunaona mfano wa utumishi wa imani na utii. Ndugu zangu, unajua kumtumikia Mungu ni swala la imani. Somo letu la shule ya Jumapili siku ya leo, shule ya wanafunzi, limetuelekeza katika swala la Paulo na Barnaba walivyotengwa kwa kazi maalum Mungu aliyokuwa amewaita, na imetuambia jinsi ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tunamuona Ibrahimu. Hivi Ibrahimu tunamuita baba wa imani kabla hajatoka Uru wa Wakaldayo, au tunamuita baba wa imani akiwa ameshatii na amekwisha kuwepo mahali Mungu alipokuwa anataka? Kuwa baba wa imani kulianzia wapi? Baada ya kutii. Yeye alikuwa ni mwabudu sanamu, alikuwa kwenye familia za miungu ya kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini alipofahamu ya kwamba Mungu ana kusudi la kumtumia, Ibrahim aliuanza utumishi wake wa kweli kwa imani. Na ndio maana katika Waebrania 11:6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ndugu zangu, kumtumikia Mungu kunaanza kwa imani, lakini kumtumikia Mungu kunaendelea kwa utiifu. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana katika Samueli wa kwanza 15:22 anasema, kumpenda Bwana ni kuisikiliza sauti yake. Na anasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Ni mahali pale ambako Samueli alikuwa ametoa dhabihu na ikaonekana kama anaona kama Mungu anapenda sana dhabihu kuliko kutii. Ndugu zangu, Mungu anapendezwa zaidi na utii kuliko matendo ya nje. Na tunachojifunza kwa Ibrahim, wito wake, tunajua Mungu alimuita aache nchi yake, aache jamaa zake, aache usalama wake aliokuwa ameuzoea katika ile Mwanzo 12:1, na hakujua anakokwenda, bali alimwamini Mungu. Ndugu zangu, mwenzetu aliitwa aondoke kwao, aliitwa aondoke, aache jamaa zake na kwenda kwenye mazingira ambayo hajui usalama wake utakuwaje. Lakini kitu cha ajabu siku za leo, watu ambao bado mnaruhusiwa kula ugali wenu mliouzoea, kukaa kwenye nyumba mlizozoea, kukaa kwenye miji mnayoifahamu, bado tunaogopa kumtumikia Mungu. Lakini mwenzetu alikuwa anaacha kwao, anaacha ndugu zake, anaacha vitu vyake, kuanza maisha mapya ya kumtumikia Mungu. Ndugu zangu, sisi kama kanisa la Bwana tuna nafasi ya pekee ya kujifunza kwa Ibrahim. Watu wanaoamini Mungu anawatumia, watu wanaotii Mungu anatembea nao. Na tunaona alitumika kwa imani isiyotetereka, alitumika kwa utiifu wa haraka. Hakuwa anajiuliza mara mbili, hakuwa anamtilia Mungu shaka. Na tunaona alimtii Mungu na alimtumikia Mungu kwa sadaka zake, hata akafika mahali pa kumtoa mwanae wa pekee. Ndugu zangu, tunaona tabia muhimu sana kwa Ibrahimu. Tunaiona tabia ya uvumilivu, tunaona tabia ya unyenyekevu, tunaona tabia ya utii kwenye kile ambacho Mungu amemwita kufanya. Na tunaona Ibrahimu alipokubali kumtumikia Bwana, wote tunakubaliana, alibarikiwa sana, akawa baba wa mataifa, na tunamuita baba wa imani.
na Mungu alifanya agano naye. Na waita kanisa la Bwana kumtumikia Mungu kunahitaji imani inayotenda kazi, sio maneno tu. Na kuita upige hatua ya imani, na kuita kubali kile Mungu anachotaka ufanye katika maisha yako. Ibrahimu alimtii Mungu bila kusita. Hata alipoambiwa aondoke, yeye aliondoka. Hata alipotakiwa atoe mtoto wake, hakusita. Ndugu zangu, kumtumikia Mungu kunahitaji imani, kunahitaji utii, kunahitaji kumwamini Mungu hata pale tusipoelewa kikamilifu mpango wake ni nini. Jina la Bwana libarikiwe. Ninayaombea maisha yako yapokee imani ya kuwa tayari kumtumikia Bwana. Ninayaombea maisha yako yawe tayari kupokea utiifu utakao kuwezesha kutembea na Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini mtu wa pili ni Musa. Huyu Musa kwake tunaona alikuwa ni mtumishi na kiongozi wa watu wa Mungu. Musa alikuwa ni mtumishi na kiongozi wa watu wa Mungu. Ndugu zangu, kumtumikia Mungu, huyu Musa alimtumikia Mungu kwa kuwahudumia wengine. Na tunapozungumza kutumika, kuna fursa nyingi za kumtumikia Bwana. Kuna fursa za utumishi na uongozi katika nyumba ya Bwana. Wakati mwingine kuna watu wanaona fursa za utumishi na uongozi ni kama kitu cha kawaida nyumbani mwa Bwana. Wanapuuzia, hawachukui hatua, hawafanyii kazi, wanaona ni kama kitu cha kawaida. Lakini tuelewe ya kwamba Bwana anapotuamini kuweka utumishi ndani yetu na kuweka maongozi ndani yetu, tusipofanyia kazi ni kama tunayahujumu maisha yetu mbele za Bwana. Lakini tunaona Musa alimtumikia Mungu kwa moyo wote, kama vile ambavyo inasema kwenye Mathayo 22:37, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Ndugu zangu, utumishi wa kweli hutoka moyoni, sio katika mazoea. Utumishi wa kweli unatoka wapi? Moyoni, si katika mazoea. Na hapa tunamuona Musa, wito wake ulikuwa ni wa pekee. Aliitwa na Mungu kupitia kichaka kinachowaka moto kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3. Kuna mambo yanatokea kwenye maisha yetu, kuna vitu vinatokea kwenye maisha yetu, lakini tunaona kama mambo ya kawaida. Tunaambiwa Musa aliona kichaka kinawaka, lakini kikamshangaza kwamba hakiteketei, na hilo likavuta usikivu wake. Alipozingatia na kusogea, tunaona Mungu akasema naye kwamba ninakuhitaji wewe, sina jambo na kichaka hiki, na kitumia kichaka hiki kuupata usikivu wako. Sijajua Mungu anahangaika kiasi gani kupata usikivu wako. Jamani, tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Bwana? Nauliza asubuhi ya leo, Mungu ametumia nini kupata usikivu wako? Wakati mwingine ametumia ofisi yako kutaka kuvuta usikivu. Wakati mwingine ametumia biashara yako kutaka kuvuta usikivu. Wakati mwingine ametumia afya yako kutaka kuvuta usikivu. Ni kichaka gani ambacho Mungu anakiteketeza ili umsikie kwamba anasema na wewe? Lakini mwenzetu Musa hakukawia, aliruhusu usikivu wake. Na tunafahamu kuna wakati alihisi hastahili na wala hakujiamini yeye kama Musa. Lakini ndugu zangu, tunamuona Musa asiye na uwezo wa kuongea, Musa mwenye kigugumizi, tunamuona Mungu anamtumia kama kiongozi mashuhuri wa watu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe.
Asubuhi ya leo nataka nikutazamishe na nikukumbushe kwamba Mungu anakuamini sana, na Mungu anaweza kukuandaa na akakutumia kama kiongozi ofisini kwako, kwenye biashara, kwenye kanisa la Bwana. Tunaona Mungu alimtumia Musa kama vile kuhani aliyekuwa anawaombea wengine, aliyesimama kwa niaba ya wengine. Ninaona asubuhi ya leo kama ukiruhusu kutumiwa na Bwana, Bwana anaweza kukutumia kuwa daraja la wengine kufika kwa Mungu tunayemtumaini. Musa alikuwa mtu wa kawaida sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tunaona alitumika kwa uvumilivu mkubwa sana, na tabia yake kubwa bado tunaiona ni unyenyekevu. Unajua, fursa ya kumtumikia Bwana, Bwana anatafuta watu wanaonyenyekea kwake. Biblia inasema alikuwa mpole kuliko watu wote duniani, na tunauona uvumilivu wake mkubwa, tunaona utiifu wake. Hata alipoelekezwa na baba mkwe wake. Unajua, kwa kanuni za kawaida, upande wa mwanamke ukimwelekeza mwanaume atataka kujitutumua kwamba hivyo wanafikiri wamenioa mimi ndo nimeoa huko. Unajua, kusikiliza maelekezo ya kutoka ukweni ni kiwango kikubwa sana cha unyenyekevu. Halo? Mnanisikia watu wa Bwana? Musa tunaona anapokea ushauri kutoka kwa baba mkwe, na unasababisha kujenga kanuni kubwa za uongozi. Na tunaona alikutana na changamoto nyingi. Manung'uniko ya wana wa Israeli yalikuwa ni bandika bandua. Upinzani mkubwa alikutana nao, na wakati mwingine hata uchovu wa kiroho uliosababisha baba mkwe wake kumshauri ateue viongozi wengine wa kumsaidia kazi. Ndugu zangu, tunaweza tukapitia magumu, tunaweza tukapitia changamoto, lakini Mungu anatutafuta tumtumikie yeye. Musa aliambiwa, vua viatu hivyo, mahali hapa ni patakatifu. Kuna vitu vya kuviondoa maishani mwetu ili Mungu atutumie. Jina la Bwana libarikiwe. Hivi wewe na mwenzako nani ni nafuu aanze kumtumikia Bwana? Hebu muangalie jirani yako. Wewe na mwenzako nani nafuu? Maana unaweza kufika mwaka sasa, tangulia wewe bwana, mimi bado sisomeki. Eti wewe na mwenzako nani nafuu? Na bahati mbaya kama umekaa naye na unafahamu na issue zake, ndio unaweza kumuondolea max kabisa. Lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo, kila mmoja wetu hapa ni wa thamani, na Mungu anaweza akafanya naye kitu kikubwa sana kama akiruhusu maisha yake yatumiwe na Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Tunasoma habari za kina Musa, lakini ukisimama kwenye nafasi yako, Bwana anaweza akayatumia maisha yako kukutumia kwa kiwango cha pekee sana. Na tunaona ya kwamba Mungu hutumia watu wanyenyekevu na wakamilifu, maana yeye ndiye anawakamilisha. Musa alikubali wito wa Mungu wa kuwaongoza Waisraeli kutoka Misri, akiwatumikia kwa uvumilivu na dua na sala nyingi kwenye maisha yake. Mungu hutumia watu wanyenyekevu walio tayari kutii na kuwahudumia wengine kwa upendo. Ninakuita asubuhi ya leo, Bwana aweke pendo lake ndani yako. Bwana aweke mzigo ndani yako wa kujua ya kwamba kuna wakati Bwana anataka azalishe kitu ambacho kitaweka mzigo kuhusika na wengine. Sifa kubwa ya watu wanaomtumikia Mungu ni kujali wengine. Ukiwa mtu ambaye hujali wengine, huwezi kumtumikia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, tumeona Musa, Mungu alimuita kuwa mtumishi, alimuita kuwa kiongozi. Ni dua yangu Mungu ainue watu kama Ibrahim katika kanisa, watakao kuwa mashujaa wa imani, watakaofanya mapinduzi makubwa ya kiimani, lakini watu watakao kuwa watiifu kutembea na Mungu hata kama hawajui ni njia ipi wanapita, hata kama hawajui wanapoenda pakoje, lakini waamini ya kwamba kutembea na Mungu ni salama kuliko kumwacha Mungu
kwa kuamini usalama wa muda mfupi. Lakini pia Mungu anataka watu kama Daudi atakao watu kama kwamba watu kama Musa Mungu atakao wainua kuwa watumishi, kuwa viongozi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamwona mtu wa tatu, Daudi, na yeye tunapata mfano wa mtawala mcha Mungu. Unajua Biblia inasema mtu aupendezaye moyo wa Mungu, kwamba Daudi anatajwa kama mtu aliyeupendeza moyo wa nani? Wa Mungu. Ndugu zangu, tuna wajibu wa kumtumikia Mungu kwa uaminifu, na Mungu atatuinua katika ngazi mbalimbali. Mungu atatuinua katika nafasi mbalimbali katika maisha yetu. Lazima tujue ya kwamba Mungu anakusudia kututumia kwa viwango vikubwa sana. Na tunaona kama unavyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 2, anasema kinachotakiwa kwa mawakili ni kwamba mtu aonekane kuwa mwaminifu. Ndugu zangu, Daudi ni mfano wa mawakili wa siri za Bwana, na tunaona kwamba Mungu yupo kutusaidia, yupo kutuwezesha, yupo kututia nguvu. Na tunaona Mungu hutazama uaminifu, sio ukubwa wa nafasi tulizo nazo, sio ukubwa wa vitu mbalimbali ambavyo tunakuwa navyo katika maisha yetu, lakini Mungu anatuita kumtumikia yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona wito wake, alipakwa mafuta akiwa kijana mchunga kondoo za baba yake. Watakatifu wa Bwana, unaweza ukawa machinga aliyepakwa mafuta. Sijui kama naongea na mtu. Unaweza kuwa machinga aliyepakwa mafuta na Mungu, anayewezeshwa na Bwana kumtumikia, na kwamba kuna kusudi la Bwana katika maisha yake sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona Daudi akiwa mtu wa kawaida. Kuna wafugaji wanaweza wakapakwa mafuta, kuna wakulima wanaweza wakapakwa mafuta, wafanya biashara wanaweza kupakwa mafuta. Tunaweza tukaona wafanya kazi Bwana anaweza kuwapaka mafuta. Maana tunawaona hata wakina Mathayo, watoza ushuru, walipakwa mafuta kumtumikia Bwana. Kwa hiyo kupitia Daudi tunaona katika yale maisha ya kawaida Mungu anaweza kuyatumia maisha hayo kukuandaa kuwa chombo, kukuandaa kuwa mtumishi wake, na kuyafanya yale ambayo Bwana anataka uyafanye. Na tunaona Daudi alimtumikia Mungu. Tunakumbuka utumishi wa kwanza wa Daudi ilikuwa ni sifa na kuabudu. Halo? Kuna watu wengine wanafikiri huduma hizi ni kitu cha kawaida sana. Nataka niwaambie, huduma hii ilifanywa na mtu wa ikulu, mfalme, tena mpaka mke wake dishi likayumba, akataka kumdharau na kumkejeli, na akapata laana ya kutokupata mtoto, kwa sababu Daudi alicheza mbele za Bwana mpaka nguo zikaanguka. Ndugu zangu, tunaona Daudi alimpa Mungu nafasi ya kwanza kuliko vitu vingine vyovyote. Lakini tunaona aliongoza kwa uongozi wa haki. Lakini jambo la pekee lingine la Daudi, alikuwa ni mtu mwenye toba ya kweli. Alipokosea alitengeneza na Mungu, hakupotezea. Na waita watu wa Bwana, katika nyumba ya Bwana ziko fursa za kumtumikia Bwana, na ni wakati wetu kuruhusu maisha yetu yatumiwe na Mungu kwa viwango vya pekee, kwa viwango vya juu. Jina la Bwana libarikiwe. Nyumbani mwa Bwana kuna fursa za kumtumikia kwa usafi.
wengine wanapambana kukwepa, unapunguza sifa za kufaa kuwa mtumishi. Wengine matangazo yakisaulika kwamba zamu ni ya nani, anasema Nafule wamesahau kutangaza. Hawezi kusema mzee hujatangaza zamu ya usafi ni ya kwetu. Kwa sababu utumishi unapaswa kuwa ndani yetu. Na niwaambie, wana agape watakao stawi ni wale watakao jiruhusu kuwa mkononi mwa Mungu. Mungu awatumie eneo fulani. Huwezi kuwa nyumbani mwa Bwana kama pambo, kama ua la msimu. Tuna maua yetu haya ya Christmas tulikuwa tumeyaweka, yametoka Disemba, na Disemba ikiisha tu linaondoka. Halo, muulize mwenzako, wewe ni maua ya msimu? Bwana anataka vyombo vya kutumia kila siku. Hata nyumbani ukiwa na bakuli la msimu tu kwamba unatumiaga Januari tu, tutapata mashaka. Bakuli linatumika Januari tu, ni masharti ya mganga? Halo? Au na kikombe kinatumikaga jioni tu. Yaani kuna vikombe vya kunywa chai ya asubuhi na kikombe cha kunywa chai ya jioni. Bwana anataka vyombo vinavyotumika, vyombo vinavyopatikana. Jina la Bwana libarikiwe. Daudi tunamwona alikuwa na moyo wa ibada, ni tabia yake muhimu. Alikuwa jasiri, lakini alikuwa na unyenyekevu mkubwa mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Alikuwa mbabe kwa kila adui, hata wanyama, lakini alipokuwa akifika mbele za Bwana alikuwa hawi mtu tena, anakuwa mtu aliyepondeka mbele za Bwana. Watakatifu wa Bwana, hatuwezi kuwa wakakamavu na maisha yaliyopinda pinda na bado tunasimama mbele za Bwana tumekakamaa, na unasema Mungu amenitokea, Bwana amenitendea, kumbe ni mizengwe tupu. Daudi alipondeka, alinyenyekea. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunafahamu alikuwa na udhaifu. Kuna udhaifu wa dhambi ulitokea, lakini hakujitetea dhambi ilipotokea. Alikabiliana nayo na akatubu kwa dhati. Mungu akampa nafasi tena. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana maandiko yanasema afichaye dhambi hatafanikiwa, anayeziungama atapata kibali mbele za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe jitahidi kuwa mtaalamu wa kuficha dhambi. Kuna siku utakutana na mahali pafinyu ambako huwezi kwenda mbele, huwezi kugeuka, huwezi kurudi nyuma. Halo? Umewahi kutembea kwenye njia ambayo kichochoro kinazidi kupungua ukubwa? Halo? Kiswahili changu kinaeleweka? Yaani unatembea unaanza kushangaa. Badala ya kutembea kawaida unaanza kutembea kiubavu. Baadaye unaanza kushangaa, inabidi uanze kunyanyamia kidogo ili maeneo yaliyo membamba kidogo ndio yapite. Baadaye unashangaa hata miguu tena haiwezi kwenda popote. Nakwambia hivi, ukitembea kwa ujanja katika Mungu, ukitembea kwa kuficha mambo mbele za Mungu, kuna siku utakutana na njia finyu, hautapata hapa kutokea. Lakini tukijifunza kama Daudi kujua ya kwamba kama kuna mambo hayajaenda sawa, Mungu anataka tuwe wazi mbele zake, tuponywe, tuokolewe. Wengine wanaposhughulikiwa katika maisha ya dhambi, badala ya kunyenyekea watengeneze, wanakimbilia maeneo mengine. Kuna kijana mmoja alitengwa mahali, akaenda akahamia dhehebu lingine, na amefanya dhambi, kaenda dhehebu lingine, na alikotoka alikuwa ameacha mke, akaenda dhehebu lingine akaoa. Unajua tunamkosea Mungu sana, tunapoteza mwelekeo sana. Lakini nakuita katika jina la Bwana, tunachojifunza kwa Daudi, Mungu huangalia moyo, sio muonekano wa mtu. Mnakumbuka hata wakati anapakwa mafuta, yalitokea makaka yaliyopanda hewani, yaliyozoea vita, na yeye kwanza aliambiwa akangojeleze mifugo ili walio na sifa wakutane na kiongozi. Lakini mnafahamu ibada haikuendelea mpaka Daudi alipokuja. Watakatifu wa Bwana,
hata kama kimo chako hakiruhusu kutangazwa. Halo? Hata kama muonekano wako hauridhishi kwamba una sifa. Halo? Hata kama muonekano wako unakupunguzia mali, unakupunguzia hadhi na thamani. Lakini nataka nikuambie, yuko Mungu anayeufahamu moyo wako. Wakati wengine wanapambana kukukinga, Mungu atakuwa anawakata ili uonekane. Sio kama Kiswahili changu kinaeleweka. Sio kama mwae kubahatika kuvuna miwa. Sasa tufanye kwamba miwa imebanana, sasa inafyekwa mingine ili kuna mua unatakiwa uonekane. Hata kama kuna watu wanakukinga, wanakuwekea usiku, Bwana ana uwezo wa kuwageuza wao kuwa taa ya kukumulikia wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Daudi alimtumikia Mungu kwa kuimba zaburi, kwa kusifu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu hupendezwa na mtu mwenye moyo unaotubu, unaomsifu, unaompenda kwa dhati. Na tunaweza kumtumikia Mungu. Ndugu zangu, mtu wa nne tunayemwangalia kama mfano wa watu waliomtumikia Mungu ni Danieli. Na Danieli tunamuona kama kielelezo cha watu wanaomwakilisha Mungu kwa uaminifu na maombi popote walipo. Unajua ndugu zangu, sisi ni watumishi wa Mungu, na popote tulipo ni wawakilishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunamuona Daniel alipelekwa kama mtumwa kule Babeli. Na tunamuona alimtumikia Mungu kwa maombi. Na mnajua Biblia inatuita sisi kuwa waombaji. Ukisoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 anasema, ombeni bila kukoma. Unajua maombi ni nguzo muhimu kwa maisha ya mtumishi wa Mungu. Danieli alikuwa anaomba kama watu wanavyomeza paracetamol. Anaomba asubuhi, anaomba mchana, anaomba jioni. Kuna watu maombi hayo yote ya aina tatu yanawashinda. Hawawezi kuomba asubuhi, hawawezi kuomba mchana, hawawezi kuomba jioni. Usiku ndo maututi zaidi. Lakini Daniel aliweka utaratibu wa kuombea za Mungu. Aliishi ugenini Babeli, katika utamaduni wa kipagani, lakini bado katikati ya upagani akawa balozi na mwakilishi, na bendera ya Mungu ikapepea. Ndugu zangu, sisi tuna wajibu wa kumwakilisha Mungu kwa uaminifu popote tulipo. Namna alivyomtumikia Mungu, alimtumikia Mungu kwa maombi ya kudumu. Na baadaye unafahamu ndiye aligundua kwamba zile nyakati zilizokuwa zimeandikwa zimefika kwa ajili ya wana wa Israeli kurejea kwenye ahadi yao. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini alimtumikia Mungu kwa uaminifu kwa sheria za Mungu. Alikataa kukengeuka, alikataa kuacha imani. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona sheria ya Mungu ndiyo ilikuwa nguvu yake, ndiyo ilikuwa ngao yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na tunaona alimtumikia Mungu kwa uadilifu kazini. Watu mlioajiriwa, ninyi ni watumishi wa Mungu kule maofisini. Sawa watu wa Bwana? Wewe ni mtumishi wa Mungu, uadilifu wako lazima umwakilishe Mungu. Na kuna wakati ndapata muda, ndawatembelea maeneo mnakofanya kazi, ili nione kama unafurahia kutembelewa na mchungaji au unaona usiku umeingia. Ufike pale nione unajimwagaje, au tu unasema huyu tu jamaa tunafahamiana, tunatokea tu mitaa mmoja huko. Maana
utanipiga za uso mpaka nishindwe kuamini kwamba ni wewe. Maana hata watu kwenda kanisani hawaoneshagi wanaelekea. Sasa unaenda wapi? Naenda tu huku hivi. Yaani halengi kwamba naenda kanisani, naenda tu huku. Lakini tunapaswa kuwa na ujasiri, kuwa waadilifu. Wewe ni mtumishi wa Bwana pale kwenye genge lako unakouza biashara yako, pale unapofanya kazi nyumbani kwa yule tajiri yako, wewe ni mwakilishi. Mnakumbuka yule binti nyumbani kwa nani? Kwa yule mkuu wa jeshi Naaman. Na inaonekana yule binti alikuwa anaosha vyombo na mama yake huko jikoni. Wanaosha vyombo, baadaye kakao kanajisemesha tu, unajua mama, baba yangu angekuwa kule kwetu Israeli, hayo matatizo leo naye yalikuwa yameisha. Sasa wewe unafanya kazi nyumbani kwa mtu, Yesu umemficha kwenye pochi mpaka anataka kukata pumzi. Ukiruhusiwa kuja ibadani ndio unampepea pepea, anakuja angalau fahamu zinarudia hapo katikati ya njia. Mwambie jirani yako, mweke Yesu wazi apunge hewa. Na Yesu naye anapenda good time jamani. Ninawaita katika jina la Bwana tuweze. Na tunaona kweli yule binti wa kazi alijua yeye ni mtumishi wa Bwana. Na inashangaza sana, yaani mfalme wa Israeli hajui kama Mungu yupo Israeli. Hausigeli aliye ugenini anajua Mungu yupo. Maana unapelekwa waraka, mfalme analalua vazi kwamba huyu mfalme anataka tupigane vita. Na baadaye tunaona kitu cha tofauti kinatokea tena. Mfalme amechanganyikiwa. Nabii anasema kamwambieni mfalme wamekosea mlango wa kubisha hodi. Ni kweli yuko Mungu kwenye Israeli, lakini mwakilishi aliyebishiwa hodi hajitambui. Waambieni waje kwangu. Na waita kanisa la Bwana. Unaweza ukawa mtu wa kawaida, unaweza ukawa mtu usiye na uchumi mkubwa, unaweza ukawa ni mtu mwenye uchumi mkubwa, unaweza ukawa ni msomi au sio msomi, lakini ukiruhusu Mungu kuwa sehemu ya maisha yako kama Daniel, popote ulipo watu watamtafuta Mungu wako. Popote ulipo Bwana atayatumia maisha yako. Na kuita mchana wa leo, na kuita katika jina la Bwana kwamba Bwana akupake mafuta kama Daniel, uwe chombo cha Bwana. Bwana akutumie, Bwana ajitokeze kwenye maisha yako. Natamani sana Bwana aibue mashujaa. Ukikatiza kidongo cheusi unakuta kuna mtu anapiga pawa huko. Sisi ni shuhuda tu kwamba mchungaji huku pameanza kugeuka kuwa kidongo cheupe. Halo? Ukikatiza swaswa unakutana na mwingine huko naye amechachamaa. Ukikatiza ipagala ndio shetani anapigwa pande zote, maana watu wako wa kutosha. Sasa ni kashfa, unashangaa tunabakia kupigwa sisi za uso. Halo? Kanisa la kwanza walisema wale wanaopindua ulimwengu wamefika huku nako. Lakini siku za leo imegeuka, wale waliopinduliwa wamefika huku pia. Yaani sisi baada ya kwenda kupindua ulimwengu tunaenda kupinduliwa. Unasikia yule kamwacha Yesu, yule kapoteza mwelekeo, yule ana kisirani sana, yule amenunia mtaa mzima. Sasa unataka kupeleka ibada ya ushemasi, mtu aongei na mtaa mzima. Si mnaenda kujiroga tu mkipeleka ibada hapo. Halo? Akiwa anaongea nao basi haeleweki kwa sababu sio mwaminifu. Ndugu zangu, sisi ni watumishi wa Mungu. Na waita tumtumikie Bwana. Na tunaona alipitia jaribu kubwa sana, na jaribu lake lilikuwa ni tundu la simba kwa sababu ya imani yake. Lakini mnafahamu, ghafla akajikuta yuko mbuga za wanyama, yuko kwenye gari la watalii.
na gari lenyewe ni la live. Halo? Sijui alikuwa anashika na zile sharabu za Simba, sijui alikuwa anapiga selfie. Halo? Ulikuwa ni wakati wa pekee, lakini kwa sababu neema ya Bwana ilikuwa pamoja na yeye. Ndugu zangu, wakati mwingine kuna magumu yanatokea, kuna vita vinatokea, na tunakosa nguvu ya kupigana kwa sababu Mungu amepungua, hatumtumikii ndani yetu. Ndugu zangu, ukweli tunaoona kwa Danieli ni kwamba mtu anaweza kubaki kuwa mwaminifu hata katika mazingira magumu. Danieli aliendelea kusali kwa uaminifu hata alipokatazwa, na hakuyumbishwa na vitisho. Wengine mnaruhusiwa lakini bado hamwezi kusali. Mwenzetu alikatazwa ila alisali. Na shetani alivyomchonganishi. Saa nyingine nakuja ibadani na shangaa waumini wangu wamebana mahali wamekaa tu, wala hawana mpango wa kusali. Natoka ibadani unawakuta kijiweni, unawakuta maeneo ambayo hata utegemei. Shetani alivyomchonganishi. Na muangalia tu mshirika wangu, nasema kumbe ndo yuko hapo. Kumbe ndo alikuwa kwenye anga hizi. Ibada hatusali. Halafu tunataka Mungu atende mambo makuu. Atende mambo makuu ili uzidi kupotea. Si bora apunguze ili angalau upate sababu ya kumrudia? Eti niwaombee dua gani leo ambao pia na Mungu ataunga mkono dua hiyo? Muongezewe au mpunguziwe? Leo tuwapishane. Hata nyumbani mtoto anakula alafu anazurula muda mrefu, hata vyombo aoshi, asaidii shughuli nyumbani, afagii uwanja. Unafikiri tena baadaye utampa chakula cha kutosha? Inabidi umpunguzie ili apate udhaifu, aache kuzurula, awe anapumzika nyumbani. Ndugu zangu, Mungu ametupa fursa, Mungu ametupa nafasi. Kumtumikia Mungu kunahitaji kusimama imara katika imani, hata katikati ya majaribu, hata kama kuna magonjwa, hata kama kuna kuyumba kiuchumi, hata kama kuna mapambano na vita mbalimbali. Kuabudu ni dalili ya uzima mtu anaoupambania. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, orodha iko ndefu sana, lakini pia tunamwangalia Mariamu, mama yake Yesu. Huyu tunajifunza kwamba pia kuna utumishi wa kujihatarisha na kujitoa kwenye uzoefu mpya. Unajua kuna mambo Mungu anaweza akakutumia ambayo hayajawahi kutokea duniani. Halo? Yaani wewe ndio unakuwa albamu ya kwanza, na jambo hilo linatakiwa lifanyike kupitia wewe. Tunamwona Mariamu hakuogopa kujihatarisha, kujitoa kwenye uzoefu mpya. Ndugu zangu, kuna mambo tumeyazoea, tungependa Mungu atutumie katika hayo. Lakini Mungu anaweza akatuita kututumia kwenye mambo ambayo hatuna uzoefu wala tujawahi kusikia story watu walifanyaje. Katika Mika 6:8 anasema, Bwana amekuonyesha yaliyo mema, anachotaka kutoka kwako ni kutenda haki, kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Ndicho Mungu anachokitaka kutoka kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, kujitoa ni msingi wa utumishi unaompendeza Mungu. Tunamwona Mariamu alichaguliwa kuwa mama wa Yesu akiwa hana sifa ya kuzaa. Halo? Ni binti, tena ana mchumba, ndo anajitunza muujiza usiondoke. Alafu ghafla linatokea tukio la kupeperusha muujiza. Mjamzito, alafu nasimulia kwa uweza wa Roho. Halo? Haikuwa jambo dogo. Lakini tunaona alimtumikia Mungu, aliyakubali mapenzi ya Mungu, akaikubali aibu ili atimize mapenzi ya Mungu. Alijihatarisha kwa imani, alimtumikia Mungu. Ndugu zangu, kuna mapenzi ya Mungu yanatafuta mtu agape. Kuna mapenzi ya Mungu yanatafuta hapa katika kanisa la Bwana
Kuna mapenzi ya Mungu yanatafuta watu wa kumtumikia Bwana. Ni nani atakayekuwa tayari mapenzi ya Bwana yampate ili aweze kumtumikia Bwana? Je, utakuwa tayari kujihatarisha kutangaza uzoefu mpya katika kanisa la Bwana? Jina la Bwana libarikiwe. Hata utoaji wa viwango vya juu bado ni uzoefu mpya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wanapomtumikia Bwana wako tayari kutoa kila walicho nacho ili wamtumikie Bwana. Ndugu zangu, nimeona kwenye nchi zingine watu wengine wanatengeneza vitu mbalimbali, wanaviuza kwa ajili ya kazi ya Mungu. Walio na uwezo wa kutengeneza vitafunwa, vinatengenezwa, vinaenda vinauzwa vitafunwa hivyo. Walio na uwezo wa kutengeneza vitu mbalimbali, mchanganyiko, inakuwa ni kama gulio, wanatengeneza soko maalum kwa gharama nafuu, lakini vyote vinavyopatikana pale vinaunga mkono kazi ya Mungu. Na waita watu wa Mungu. Mungu anatafuta watu wa kumtumikia. Na tunafahamu kauli yake ya msingi sana Mariamu, akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama uonavyo wewe, kama utakavyo. Watu wengi Mungu anapowatafuta wanajidai wanaenda kuwaza, wala sio kuwaza, maana ameshakataa toka anaambiwa, sasa ngoja nikaombe, wala haendi kuomba. Ngoja nikamsikilize Mungu, wakati hana hata sikio la kumsikilizia Mungu. Unataka kumpa mtu kazi ya kukusaidia robo saa, unamshawishi nusu saa. Kazi ya robo saa unamshawishi nusu saa. Si bora muda unaotumia kushawishi mtu ukafanye kazi mwenyewe? Eti watu wa Bwana, unamtuma mtoto kazi, yani unamshawishi mpaka kubali nusu saa nzima. Kazi yenyewe ni ya dakika 10. Kwa nini nipoteze nusu saa? Si bora nikaifanya? Si ndio watu wa Bwana? Utayari. Tunajifunza kuhusu utayari kwa Mariamu. Kuna watu mko hapa, Mungu anasema na ninyi. Mungu amekuwa anawaelekeza kwa muda mrefu. Mnajibaraguza tu. Mnapotezea. Kuna siku utaendelea kupotezea, utakuta umepotea. Bwana anatuita na tuitike kama Mariamu. Mimi ni mjakazi wako. Na anapotumia neno mjakazi, mnajua ni mtumishi wa ndani. Na wajakazi wakati wale kwaga wananunuliwa, wanakuwa mali ya mwenye nyumba. Na anasema, na iwe kwangu kama uonavyo wewe. Mungu anatafuta watu wenye moyo kama Mariamu hapa Agape Revival Temple, atakaowekeza mapenzi yake, atakayewekeza agenda mpya, atakayewekeza maono, atakayewekeza mipango. Tumezubaa kiasi cha kutosha. Tunataka kusonga mbele. Tunataka kwenda hatua nyingine. Tunataka neema mpya. Tunataka viwango vipya. Tunamuona Mariamu pamoja na changamoto zile zote, fedheha ya kijamii ya kuonekana na mimba bila mwanaume, kuonekana kama vile amekosa adabu, lakini alikubali ile fedheha ya kijamii, akijua kusudi la Mungu ni kubwa kuliko fedheha. Lakini maumivu ya kuona mwanae akiteswa pia. Mnajua Yesu alikuwa ni mwanae, na mama kuona mtoto anateseka alikuwa ni maumivu makubwa. Bado alivumilia, bado alistahimili. Tunachokipata kutoka kwa Mariamu, utumishi wa kweli huanza na moyo wa kujihatarisha na kujitoa. Ukijihatarisha, utalipata kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Mariamu alikubali mapenzi ya Mungu kwa kujitoa, akisema yuko tayari kuwa chombo cha Mungu. Ni nani mchana wa leo anakubali kuwa chombo cha Mungu ili Bwana awekeze ndani yake? Utumishi wa kweli huanza na moyo wa kujitoa kikamilifu kwa mapenzi ya Bwana. Jiachie kwa Bwana, jitoe kwa Bwana. Mfano mwingine wa 6 tunamwona Yesu yeye mwenyewe. Na hapo tunajifunza upendo wa agape wenye kutoa sadaka, wenye kujitoa kuwa sadaka.
Yesu Kristo ni mfano wa mtumishi mkuu. Yeye ni kielelezo kikubwa. Katika Marko 10:45 anasema, kwa maana mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa ajili ya nani? Ya wengi. Ndugu zangu, bado upendo wa agape, na jina letu la kanisa ni agape. Bwana anataka pendo lake, tumtumikie kwa pendo lake kumiminika ndani yetu. Yesu ndiye mfano mkuu wa utumishi wa kujitoa. Tunaona yeye dhamira yake kubwa ilikuwa ni kutimiza mapenzi ya Baba yake. Alikuwa lengo lake ni kuokoa wanadamu, na tunamuona alimtumikia Mungu kwa kuhubiri habari njema, kwa kuponya wagonjwa, kwa kuwahudumia maskini na waliodharauliwa, kwa kutoa sadaka, kujitoa sadaka pale msalabani. Ndugu zangu, kuna furaha kubwa sana Mungu anapoponya watu wake kupitia maisha yako. Mitaani tunakokaa huko tunakaa na wagonjwa wengi. Wakitokea tunawawaisha tu hospitali, hatuwaombei. Na nisikia watu wa Bwana, yaani tumejaa hofu, hatuamini kwamba Mungu anatenda. Lakini Mungu ni mponyaji. Mungu ni nguvu yetu. Mungu ni uzima wetu. Mitaani humo tumekaa na watu wana pepo nyingi, mpaka zimekuwa mpaka kama chawa na zinatuhamia na sisi kutembea juu yetu. Halo? Maana ukikaa jirani na mwenye chawa, chawa anapata lift. Na chawa anajitokezaga wakati umetulia mbele za watu, na yeye ndo anapata good time. Ndugu zangu, nguvu ya kukemea pepo iko wapi? Nguvu ya kuwafungua wale waliofungwa iko wapi? Majirani zetu wanakufa, wanateseka, wananyanyaswa na shetani. Uweza wa kimungu uko wapi ndani yetu? Bwana anatutaka tuhubiri. Agape tumepumzika sana kuhubiri, hatushuhudii, hatufanyi kazi ya injili. Tunaona Yesu alikuwa mwenye upendo, unyenyekevu, mwenye huruma, na kilele cha utumishi wake kinaishia na kifo msalabani kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Alikuwa mtii hadi mtii wa mauti. Wewe tu hata ukiambiwa ujitoe tu, hata ufunge masaa 12 tu, unatetemeka mpaka na macho. Huwezi kujitoa hata kuacha chakula tu. Tunachokiona mahali hapa ni kwamba utumishi wa kweli ni kujitoa kwa ajili ya wengine. Yesu aliwahudumia watu, akawafundisha, akawaponya wagonjwa, hatimaye akajitoa sadaka kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Utumishi wa juu kabisa ni kuwapenda watu wengine, kuwahudumia na kujitoa kwa ajili yao. Natoa mwito kwa kanisa la Bwana. Bwana aweke pendo ndani yetu, kuwa na uwezo wa kujitoa na kuwapenda wengine, kuwahudumia na kujitoa kwa ajili yao, ili ufalme wa Mungu ujengwe na kanisa la Bwana lizidi kukua. Ndugu zangu, mfano wa mwisho ni wa Mtume Paulo. Tunaona huyu ni mtumishi wa injili. Ndugu zangu, kuna fursa ya injili. Mtumishi asiyechoka anamtumikia Mungu katika maisha yake kila siku. Tunaona safari za kimisheni za Mtume Paulo. Anatoka mji kwenda mji, anatoka nyumba kwenda nyumba. Wakolosai 3:23 inasema, lolote mfanyalo fanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Ndugu zangu, kila kazi inaweza kuwa utumishi kwa Mungu. Kila jambo lilo kwenye maisha yako linaweza kuwa utumishi. Mchana wa leo nataka nikuhamasishe, nikuhimize. Kuna fursa ya kumtumikia Bwana. Naliita kanisa kuingia kwenye kumtumikia Bwana. Maisha yake ya awali yalikuwa ni mtesaji wa kanisa, mtesaji wa Wakristo. Unaweza ukawa historia yako ilikuwa sio nzuri,
Jana tulikuwa tunasikia shuhuda za watu waliobatizwa. Kila mmoja alitoa ushuhuda wake. Nikataka niwaombe, labda hebu ingia kwa ndani kwa kina kidogo utuambie na kutufafanulia. Nikaona niwaonee huruma, lakini wachache walisema, jamani, mimi mwenzenu nilikuwa nafanyaga shughuli hizi. Mwingine anasema, jamani, mimi nilishakimbizwaga hata zile yowe za mwizi. Lakini Bwana amemuokoa. Kwa hiyo na sisi pia zamani tulikuwa hatufai kama Mtume Paulo. Bwana ametugeuza, Bwana ametubadilisha, na ana jambo la kufanya na sisi. Nakumbuka hata yule aliyetoa ushuhuda kuhusiana na spidi ya kukimbia, si ndio? Maana pia kuna ushuhuda mwingine, naye kuna mwingine alifundishwa kukimbia na alikuwa anakimbia kweli na hakamatwi. Kwa hiyo hawa ndio wakina Paulo wa zamani. Lakini Yesu ametubadilisha, Yesu ametugeuza. Na tunaona Mtume Paulo alimtumikia Mungu kwa kuhubiri Injili, kwa kuanzisha makanisa, kwa kuandika nyaraka za Biblia, zile nyaraka mbalimbali katika maandiko matakatifu. Na mimi mchungaji wenu ni mpanda makanisa kweli, na nimekuwa likizo muda mrefu sana, nina hamu sana. Semeni amina basi watu wa Bwana. Nina hamu sana tuanze safari za kimisheni. Tunaenda kijijini, tunapiga kambi siku 4 siku 5. Tunalala kwenye maturubai chini. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi nipangiwe zamu za kuosha vyombo, zamu ya kupika. Tuko kwenye umisheni. Inawezekana. Wakati mwingine matatizo mengine yanakuja kwa sababu tumestarehe sana. Sasa Mungu akiangalia bajeti zenyewe hazipati kwenye kazi yake, hapati kwenye huduma yake, ana basi hata magonjwa aache yapite tu hapo, yanawe yajipongeze. Unanisikia? Unashangaa tu dharura za ajabu ajabu zinatokea, mkoja zijipongeze. Maana hatumpi Mungu kipaumbele. Lakini huu ni wakati wa kuanza kutoka kwenda kumtumikia Bwana. Lakini tunatakiwa tuanze kutuma misaada ya kutegemeza walio na shida, walio na mahitaji mbalimbali, maana huo ni utumishi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaweza kumtumikia Mungu kabisa. Tunaona mateso aliyoyavumilia, vifungo, kupigwa, njaa, dhiki. Lakini kikubwa tunachojifunza kwa Paulo, hakuwa mtu aliye mbali. Unajua, tunachojifunza mahali hapa ni kwamba hakuna mtu aliye mbali sana kiasi kwamba Mungu ashindwe kumtumia. Yaani hakuna mtu anaweza kusema mimi nimepotea kiasi cha kwamba Mungu hawezi kunifikia ili anitumie. Kila mmoja wetu Mungu anaweza akakufikia na akakutumia. Paulo alihubiri Injili kwa mataifa, akivumilia mateso, vifungo na dhiki kwa ajili ya Kristo. Kumtumikia Mungu, ndugu zangu, kuna hitaji moyo wa kujitoa bila kuchoka, hata katikati ya changamoto. Jina la Bwana libarikiwe. Napomalizia ujumbe wangu, sisi tufanye nini ili kumtumikia Mungu kama wao? Sisi tufanye nini kumtumikia Mungu kama wao? Ndugu zangu, jambo la kwanza, Mungu atupe neema kuwa na imani na kumtegemea Mungu. Hatuna kingine ambacho tunaweza tukakitegemea. Rudisha imani yako kwa Mungu, Mungu anaweza kukutumia. Mtegemee Mungu. Tuamini ahadi ya Mungu hata pale hali zinapoonekana ni ngumu. Tuwe tayari kuchukua hatua kwa imani kama Ibrahimu. Na waita watu wa Bwana, ingia kwa imani, ingia kwa utii, mtegemee Mungu, atafanya jambo. Lakini jambo la pili, kutii mapenzi ya Mungu. Ndugu zangu, tusifanye utumishi kwa kulazimishwa, bali kwa kutii, kuwa na utii wa moyo. Tufuate neno la Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Biblia inasema ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Yako mapenzi ya Mungu yanatafuta watu wa kuwatumia. Na kuita siku ya leo, jifunze kutii mapenzi ya Mungu na Mungu atakuelekeza katika njia zake. Jambo la tatu, kuishi maisha ya maombi. Ndugu zangu, maombi ndiko nguvu yetu inakopatikana. Ndiko tunakochochea neema ya kimungu kufikia viwango ambavyo Mungu anataka. Tuwe na mawasiliano ya karibu na Mungu kwa njia ya maombi.
Tumuombe Mungu kwa ajili yetu na kwa ajili ya wengine, kama Musa na Daniel alivyoyabeba mahitaji ya wengine, alivyolibeba taifa. Na sisi tukiishi maisha ya maombi, Mungu atasema na sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Kila anayeongea na Mungu, Mungu huongea naye. Na waita kwenye maombi ya alfajiri ya saa 11:30. Na waita kwenye maombi ya usiku ya Ijumaa. Na waita kwenye maombi ya jioni tunapokuwa na ibada za maombi. Na sitachoka kuwaita mpaka Mungu atakapomalizana na nyie. Mimi wajibu wangu ni kuwaita na kuwakumbusha. Na kama Mungu ana fimbo nzuri kuliko nayo fahamu, akuchape akutunze tu. Halo? Kwa sababu Biblia inasema usimnyime mtoto mapigo, maana hata kufa. Sasa watoto wa kiroho nifanyeje? Si nimwambie Mungu nichapie au nifanyeje? Lipi ni salama? Ni kutii kabla ya fimbo au mpaka fimbo? Tii kabla ya fimbo, kwa sababu una akili timamu kabisa na unajua unachoambiwa ni kitu sahihi. Nani anakuzuia kumwabudu Mungu? Nani anakuzuia kumpenda Mungu? Na ninamaanisha ninachokiongea. Na waita tumtumikie Mungu. Mimi binafsi sipendi watoto wasioabudu. Sipendi watoto wasioabudu. Maana mimi mwenyewe ni mtu wa ibada. Na waita tumwabudu Mungu. Na tunakataa tabia ya kutokuabudu. Lakini jambo la 4, kuwa wanyenyekevu na watiifu. Ili tutumiwe na Bwana, tuwe wanyenyekevu, pondeka. Tujue kuwa utumishi ni kumhudumia Mungu na watu, si kujitukuza. Tuwe tayari kusahihishwa na Mungu na kuelekezwa. Lakini jambo la 5, tujenge tabia ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Maana ibada inajenga ukaribu na Mungu tunayemtumikia. Maana yeye anakaa katikati ya sifa. Na waita watu wa Mungu mnaoweza kujiunga na timu ya kusifu na kuabudu. Muda sio mrefu tunaenda kuanza ibada ya kwanza na ya pili. Tunapoingia Januari, tunahitaji timu ya kusifu na kuabudu yenye nguvu, inayoweza kuhudumu ibada ya kwanza na ya pili. Tumtukuze Bwana, tumuhimidi Bwana, na tuwe na moyo wa shukrani. Lakini pia tuwe waaminifu katika mazingira yoyote. Tudumishe uaminifu hata shuleni, kazini, nyumbani, kwenye biashara zetu. Tusiondoke katika imani hata tukikumbana na majaribu. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo lingine la 7, kuwahudumia wengine kwa upendo. Watu wanaohudumia wengine wanahudumiwa na Mungu. Unapowatendea wengine, unapanda mbegu ya kutendewa wewe. Tuwasaidie wahitaji, tuwasaidie wagonjwa, tuwasaidie wanaodharauliwa, ili Mungu hawaheshimishe. Tuishi kwa mfano wa Yesu aliyekuja kutumika, si kutumikiwa. Ndugu zangu, jambo la 8, ukitaka kuwa kama hawa watumishi wa Bwana, ni vizuri kujifunza kutubu na kuanza upya. Kama umeendelea na safari, pametokea changamoto, jifunze kutubu na kuanza upya. Usiendelee na maisha ya dhambi, usiendelee na makosa, usiendelee na uovu. Lakini la mwisho, jizoeze kutangaza matendo makuu ya Mungu kwenye maisha. Tumtangaze Mungu, tuutangaze ukuu wake, tushuhudie wema wa Mungu kwa maneno na matendo. Tushiriki injili kwa upendo na hekima kama Mtume Paulo. Tutangaze Yesu anaponya, tutangaze Yesu anaokoa, tutangaze Yesu ni Bwana na Mwokozi. Na kwa kufanya hivyo, tutajenga maisha yenye nguvu kubwa. Ndugu zangu, ninapohitimisha somo langu, kusoma Warumi 12:1 anasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Nini mchungaji wenu anaongea siku ya leo? Kwa nini nimetoa mifano yote hii? Moyo wangu kama mchungaji wenu, natamani Bwana awekeze moyo wa utumishi ndani yenu. Bwana ainue vipawa, Bwana ainue watu hodari, Bwana ainue watu watiifu, watu wenye nguvu, watu wanaompenda Mungu.
Jina la Bwana libarikiwe. Unajua maisha yetu yote yanapaswa kuwa ibada na utumishi kwa Mungu. Kila tunapokuwepo iwe ibada na utumishi kwa Mungu. Na Biblia inatufundisha kuwa kumtumikia Mungu ni uamuzi wa moyo, na kunahitaji imani, utii na unyenyekevu. Lakini pia utumishi huu huonekana kwa maombi, kwa matendo mema na kwa kuwahudumia wengine katika mahitaji yao. Lakini ndugu zangu, kumtumikia Mungu sio cheo, bali ni moyo, ni utiifu, ni matendo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua, hata ungeulizwa jambo dogo tu, mara ya mwisho umefanya usafi kanisani lini, kuna watu wanaweza wakaangalia chini. Halo? Lakini ukishindwa hata kuitunza nyumba ya Mungu tu, una sababu gani ya kutunzwa na Mungu ambaye huwezi kutunza hata nyumba yake? Ukiwezi kukumbuka tu kwamba kuna watu watamwabudu Mungu, natakiwa nikafanye kuwa pasafi. Ukiwa tu uwezo huo mdogo wa kawaida. Maana kama unafanya usafi nyumbani kwako, nyumbani mwa Mungu ufanyi, we ni mbinafsi. Narudia tena, sijakosea, we ni mbinafsi. Kwa sababu kama unaweza kujipendelea kufanya usafi nyumbani kwako, halafu nyumba ya Mungu ifanyie usafi, we ni mbinafsi. Haujali nyumba ya Mungu, haujali kazi ya Bwana. Kama huwezi kushughulishwa na mambo manyonge tu ya kawaida, Mungu akitaka kufanya makubwa ataanzia wapi? Mtoto ambaye anakataa kupika chai, huwezi kumwamini kupika ugali. Si ndio watu wa Bwana? Mtoto tu namwambia beba vijiko hivyo peleka kule, vinasambaratika vyote, utampa glasi? Vijiko tu kwa kana wewe kule, ukimpa glasi si ataleta hasara nyumbani. Kwa hiyo atakachoambulia ni makwenzi na kukosa kazi. Na waita watu wa Mungu, tuna fursa ya kumtumikia Mungu, sio wakati wa kubweteka. Na ninawaambia Mungu anakwenda kutubariki. Bwana anakwenda kuliinua kanisa. Bwana anaenda kuinua vyombo vya kumtumikia. Lazima tusimame kwenye nafasi zetu. Tusiposimama kwenye nafasi zetu, Bwana atainua mawe. Bwana atainua watu wengine. Lakini ni heri kama ungechagua kuwa wa kwanza kuinuliwa na Bwana, ili wengine waungane na wewe kumtumikia Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, kwa kuangalia maisha ya watu waliomtumikia Mungu katika Biblia, tunatambua kuwa utumishi wa kweli haupimwi kwa ukubwa wa kazi, bali kwa uaminifu wa moyo wa wanaomtumikia Bwana. Sisi pia tunaweza kumtumikia Mungu kama wao kwa kuishi maisha ya imani, maisha ya utiifu, unyenyekevu, maombi na upendo. Mungu bado anatafuta watu walio tayari kusema, tazama mimi hapa nitume, au mimi ni mjakazi wako. Tukiitikia wito huo, maisha yetu yatakuwa chombo cha baraka kwa wengine na utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu. Naomba niwahakikishie kwamba kila mtu aliyeko mahali hapa anaweza kumtumikia Mungu kulingana na wito wake, kulingana na upeo wake, kwa vipawa alivyopewa, mahali alipo, uwezo ulionao, nguvu ulionayo. Kila mmoja wetu aliyeko mahali hapa anaweza kumtumikia Bwana. Ni dua yangu Mungu akupe kuyaamini maneno haya na uanze kuyaishi. Kila muamini anaweza kumtumikia Mungu kulingana na wito na vipawa alivyopewa. Mungu alibariki neno lake. Mungu ayabariki maisha yako. Mungu aibue vipawa, aibue watumishi, aibue watu walio tayari kuifanya
kazi yake. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba usimame kwa miguu yako pale ulipo. Na tunapohitimisha ibada yetu hii katika somo hili la utumishi, hata sasa bado Mungu anasema, na hata hivyo wakati ninafundisha Mungu anasema, na kuna watu Mungu amewakumbusha alikotoka nao. Wengine tunakuona kama mgeni hapa, tunakuona kama ni mtu wa kawaida, lakini wenda unaarabii na Mungu umemponyoka mahali. Lakini namuomba kukamate na huku. Na kama Bwana anasema na wewe, jiruhusu Mungu akutumikie. Kuna watu mna uwezo wa kufanya vitu vikubwa katika kanisa la Bwana, lakini unatamani kujificha usionekane. Hakuna mtu anaweza kuficha moto akawa salama. Utaungua. Jitokeze. Yafanye mapenzi ya Bwana. Tuachane na umimi, tuujenge ufalme wa Bwana. Natamani watu watakaoungana na kanisa kuchochea kanisa liwe na maombi. Tusikae vipande vipande. Huu sio wakati wa kuombea nyumbani. Huu sio wakati wa kuomba kibinafsi. Ni wakati wa kuomba pamoja kama kanisa, tuijenge nguvu yetu pamoja. Ni wakati wa kutoka kwenda kushuhudia. Ni wakati wa kuwafikia wenye shida na mahitaji mbalimbali. Ni wakati wa kupeleka misaada kwa yatima, kwa wajane, kwa watu waliopatwa na matatizo, wawe salama mikononi mwa Bwana. Ni wakati wetu wa kuyatoa maisha yetu Mungu atutumie. Mchana wa leo nikiwa ninaimba wimbo huu, kuna sauti ya Bwana inasema na wewe. Tulie tu, praise, hamna shida, tulie tu. Kuna kitu Mungu anasema na wewe. Kuna kitu Mungu anazungumza na maisha yako. Huenda kuna jambo linakupa hatia kwa sababu ya kutokutii Mungu anachokuelekeza kwenye kumtumikia. Huenda umekuwa mvivu kwenye utumishi Mungu anaokuita, na kuna sauti imekuwa inasema na wewe, lakini umekuwa unakaidi na kukataa. Mchana wa leo Bwana anaita watumishi wake. Bado agape, Mungu anaweza kuita hata watu kuwa wachungaji kwenda kutumika. Kanisa hili linaweza likatoa wachungaji, naweza likatoa watumishi kwenda chuo cha kupanda makanisa, kwenda chuo cha Biblia, na kuingia kwenye huduma na kuingia kwenye kazi ya utumishi. Bado unaweza ukamtumikia Mungu katika nafasi mbalimbali. Tunapoimba wimbo huu, huenda kuna jambo unasema, mchungaji, naomba uombe na mimi. Eneo la kumtumikia Bwana, kuna eneo haliko sawa. Kuna jambo nataka kuteta na Mungu. Kuna jambo nahitaji msaada wake. Bwana atakuwezesha mchana wa leo. Tukiwa tunaimba wimbo huu, kama unahitaji maombezi eneo lolote kuhusiana na eneo la utumishi katika maisha ya kumtumikia Bwana, au eneo ambalo Mungu amekukemea, eneo ambalo Mungu amekuonya, eneo ambalo Mungu amekukumbusha, madhabahu ya Bwana ipo kwa faida yako, ipo kwa heshima yako. Ukipuuza na kuona ni kitu cha kawaida, hasara sio yangu, hasara ni ya kwako. Lakini nakuita, Mungu anakukumbusha, ana agenda na wewe, na ana uwezo wa kukasirika, ana uwezo wa kukupiga, ana uwezo wa kukukemea, ana uwezo wa kukukataa, ana uwezo wa kufanya lolote. Lakini bado amekupa rehema, bado amekupa nafasi tena, bado anasema kwa upole, bado anasema kwa unyenyekevu. Lakini bado ni Mungu anayeweza kuchukua hatua kubwa kuliko sauti hii anayoitumia mchana wa leo. Kama upo na unasema, mtumishi wa Bwana, naomba uombe na mimi, kuna jambo nafanya agano na Bwana na ninatamani kuwa na hatua mpya katika maisha yangu ya kumtumikia Bwana. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, Bwana anatengeneza njia
njia kwa ajili. Najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia. Kama unahitaji maombi, karibu madhabahuni kwa Bwana. Atengeneza njia kwa ajili. Najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili. Oh, najua Bwana, Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili. Oh, najua Bwana. Bado nakusubiri wewe unayejishauri, na sauti inayosema na moyo wako ni sauti ya Mungu, inakukumbusha anatengeneza njia kwa ajili. Naomba wachungaji, mama wachungaji, wazee wa kanisa, naomba tuungane kusimama mbele ya watu hawa kuwaombea, na Bwana wa rehema na Bwana wa msaada akayaguse maisha yao. Ninarudia tena kwa sauti ya unyenyekevu na upendo. Kama umebaki pale kwenye kiti na sauti hii inakupa tabu moyoni mwako, ninapokuambia Bwana anakuita umtumikie, Bwana anakuita ufanye maamuzi, kama kuna jambo linakupa udhaifu maishani mwako, usijikaze tu kubaki pale kwenye kiti. Bado Mungu anakupenda sana. Bado Mungu anakuheshimu. Bado Mungu anakuthamini. Kama umebaki kwenye kiti na sauti hii inaongea na wewe, na kusii katika jina la Bwana, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Njoo hapa mbele na Bwana atakupa rehema zake. Bwana atakupaka mafuta. Bwana atakutumia kwa viwango vipya. Bwana atakupa neema yake. Naomba wakati huu tuliopo kule wote tunyoshe mikono yetu kuelekea hapa mbele. Jiombee moyo wako, yaombee maisha yako. Na wakati huo pia wewe uliyefika hapa mbele, wewe ni chombo cha Bwana. Usijichanganye. Usiogope kumtumikia Bwana. Usijifiche. Usikwepe majukumu. Maana kukwepa majukumu ni kama unajikwepa mwenyewe. Hutafika unapotakiwa kufika. Bwana anakuita kwa kazi kubwa mbele yako. Bwana anakuita kwa mapenzi yaliyotukuka sana, na kuombea rehema za Bwana, na kuombea masamaha yake, na kuombea utakaso utokao mikononi mwake. Na Bwana akuponye, akurudishie neema yake, akupe nguvu ya kumtumikia, akupake mafuta. Na kama kuna sauti ya wito, sauti ya maelekezo, ikaseme na moyo wako tunapoomba. Na kama kuna kitu kinakuzuia, kama kuna kitu kinakushika, tunakipiga na kukibomoa kwa jina la Yesu. Kiachie maisha yako. Fungua kinywa chako tunapokuombea. Mwambie Bwana kile unachotaka kumwambia madhabahuni pake, na Bwana akupe neema, Bwana akupe hatua. Kanisa zima tumuombe Bwana wakati huu. Watumishi wa Bwana, tuweke mikono juu ya watu hawa tukiwaombea neema na uwezesho. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, ninakushukuru kwa watumishi wako waliosogea madhabahuni pako. Asante Bwana, wewe unatupenda. Wewe ni nguvu yetu, wewe ni msaada wetu. Ninaita neema yako, naita mamlaka yako yenye nguvu, naita utukufu wako uliojaa neema na baraka, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Naachilia neema ya utumishi, naachilia neema ya ukuu wa Bwana, naachilia neema yenye kugeuza maamuzi na maisha, uzima wa kimungu. Neema ya kimungu ikayaguse maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo. Na kuombea neema ya Bwana, na kuombea neema ya Bwana, neema ya Bwana toshelevu,
kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu ya uhai wa kimungu ikashuke maishani mwako, ikashuke moyoni mwako kwa damu ya Yesu Kristo. Neema ya Bwana, neema ya Bwana, uwezesho wa kimungu, msaada wa kimungu ukashuke juu ya maisha yako. Pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana, uwezesho wa kimungu, msaada wa kimungu. Neema ya Bwana ikaguse maisha yako, ikaguse maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Neema ya kimungu, uwezesho wa Bwana ukashuke maishani mwako, ukagause moyo wako. Neema ya Bwana, uwezesho wa kimungu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema, uwezesho wa kimungu, msaada wa kimungu ukaguse maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea neema ya Bwana, pokea uwezesho wa Mungu, uwisho kwa damu ya Yesu Kristo, uwisho. Neema ya Bwana, uwezesho wa kimungu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Naita neema ya Bwana, naita uwezesho wa kimungu kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana akatende, Bwana akatende sawa sawa na makusudi yake. Naita neema ya Bwana, naita neema ya Bwana, naita uwezesho wa kimungu kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Utendaji wa adui, kazi za adui zikavunjike, zikaharibike kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea neema, pokea neema, pokea uwezesho wa kimungu, pokea msaada wa Bwana kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Naachilia neema, naachilia neema, naachilia neema, uhai mpya, uwezesho wa kimungu, uzima na mgeuko wa kimungu ukaguse maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Neema ya Bwana, mamlaka ya kimungu yakaguse maisha yako. Pokea uwezesho, pokea msaada wa Bwana, pokea neema ya Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea neema ya Bwana, uwezesho wa kimungu, msaada wa kimungu, utumishi, uwezesho na neema yake katika jina la Yesu Kristo. Bwana akatende, Bwana akatende na kuzidi sawa na makusudi yake, sawa sawa na neema yake. Kanisa zima tukiwa tumesimama, nyosha mikono yako juu, mikono yako juu, nikuombea neema ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninamwombea kila mshirika aliyeko hapa mbele na aliyeko kule nyuma, ukiwa umeinua mikono yako juu, na kuombea neema ya Bwana, na kuombea uwezesho wa kimungu, na kuombea utoshelevu wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya utayari wa kumtumikia Bwana, pokea utiifu, pokea imani, pokea utayari, pokea neema ya kujihatarisha na kuwa tayari kumtumikia Bwana na kulitumikia kusudi la Bwana, na kuombea uwezesho wa kimungu, hali ya kuchoka, hali ya kukata tamaa, maisha ya kuwa njia panda, kukosa mwelekeo, na ivunja hali hiyo, na kuombea neema ya Bwana, na kuombea uwezesho wa kimungu, na kuombea msaada wa Bwana. Sauti ya Mungu ikatoe ufafanuzi, ikatoe maelekezo, ikakushike na kukusaidia. Bwana akarudishe kibali chake tena ndani yako. Bwana akakurudishie utukufu wake. Bwana akakurudishie uwezesho, nguvu ya kimungu ikauisha utumishi wako. Bwana akapanda roho njema, roho ya utumishi, roho ya kumtumikia Bwana, roho ya kuyafanya mapenzi ya Bwana. Pokea kwa imani uwezesho wa kimungu, pokea kwa imani msaada wa kimungu, na vita ya adui inayopinga utendaji wa kimungu ndani ya kanisa, vita ya adui inayopinga utumishi, inayopinga huduma ndani ya washirika, inayozuia utayari, inayozuia kumpenda Bwana, inayozuia kutumika, inayozuia ukuaji, inayozuia utayari, kwa damu ya Yesu Kristo. Kenge la mzimu tunaibomoa, ishara ya moto ya adui inayotumwa tunaipangua kwa damu ya Yesu Kristo. Tunajenga neema mpya, tunajenga ulinzi wa kimungu, na kuombea ulinzi wa kimungu kwenye maisha yako binafsi, na